Mimi nimetoka sehemu moja ya Muringene, North East, Kenya Field. Na hii shinda ilitokea kwetu kanisa la Muringene. Tulitapeliwa sana pesa nyingi na mtu anaitwa Mwangi na Makori ambao wanaeneza hii mchezo wa kamari. Na in fact wakati mzee mmoja pastor mmoja alikuja pale kufundisha kuhusu hatari ya gambling, walimkemea sana Pastor Biridho, president wetu wa kule. Sasa saa hii naomba wale wanaohusika sehemu ya juu waweze kuchukua hatua hii, kwa sababu familia nyingi zimeachana. Watu walicheza kamari, familia ikaachana, wamebaki poverty, hawana njia ya kupata mapato mengine. Kwa hivyo tumeshindwa kuhubiri, sisi wenyewe tumeshindwa kuhubiri. Hauwezi kuhubiri kwa sababu pastor wenu ndio wanakoni watu. Hatuwezi enesha ujumbe wa malaika watatu. Wale wanaohusika kule juu watusaidie kuondoa hao watu wanaoeneza wasama katika ofisi zetu. Hii pesa walikuwa wamefungua account. Ukifungua account unaweka, walikuwa wanaanza na 40,000. Wengine waliweka 700,000 wakitarajia wanunue gari. Wakitarajia milioni 1.5 ndio hiyo pesa ilienda hivyo. Kwa hivyo ulikuwa ukiweka kama ni 40,000 unalipo ikiwa 80,000. Na wakati waliona pesa hizo zimeingia pesa nyingi, manake tulikuwa na trust kama washiriki. Tulikuwa tunawaamini kwa sababu ni pastors zetu. Wao ni wachungaji wa kiroho na tumeweka trust kwa pastors. Kwa hivyo wakisha kukoni, wanakuja tena wanakuambia usichonde kidole mtumishi wa Mungu. Hiyo inaisha hivyo. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea na hivi, kwa sababu watu wengi wamekuwa ni pastors wa pesa. Wako na wito wa pesa. Si wito wa watu wa Mungu ama wakubiri. Ile pesa manake serikali iko na record vile hiyo pesa iliingia kwa Opticoin. Lazima wafuatilie, wajue hii pesa iliingia kwa account hii, ikatolewa hivi na ikaenda wapi. Manake hiyo pesa lazima iwe na statement. Inajulikana na serikali. Serikali waingilie hii wakora, wajue wakora. Manake tunaita wakora kwa sababu sasa hivi wamekuwa wakora, si wahubiri tena. Hatuwezi kuwakubali, na sisi wenyewe wametuharibia jina. Hatuwezi kutangaza injili. Sisi wenyewe tulifanya recruitment kwa watu ambao wasioamini, wakaibiwa ndani ya kanisa. Tutahubiri tena kwa hao watu tena? Toa wito waweze kuingilia na kuchunguza hii scandal. Scandal kubwa sana. Inahusisha watu wengi sana, washiriki na watu wasio washiriki. Yes. Si pastors wote, kuna baadhi ya pastors kama Pastor Makori, Pastor Mwangi ambao amekuja katika kanisa letu la Muringene, umesimama katika pulpit kuingisha watoto wa Mungu katika Opticoin. Waweze kuingia katika hiyo kucheza na pesa kama gambling. Watu wameweza kuwekeza pesa mingi. Kama eneo ambao nimetoka, watu wameweza kupoteza milioni 10 kwa wale ambao tunajua kwa sasa kwa kuingia katika hiyo Opticoin. Pesa imeweza kupotea kwa hiyo njia. Ningeomba serikali yetu ya Kenya waweze kuchunguza hii pesa ilienda wapi, kwa sababu wakati watoto wa Mungu waliingisha pesa kwa Opticoin iliweza kupotea, na watusaidie na DCI kuweza kufanya upelelezi pesa ilienda wapi. We are collective of Seventh-day Adventist members and non-members condemn the East Kenya Union Conference leadership for protecting perpetrators of WSG Opticoin Kenya scam. Despite overwhelming evidence of fraud and exploitation, implicated leaders continue to hold office, enjoy privilege and benefit from ill-gotten gains, while members and non-members languish in poverty caused by this deception. This silence and protectism represent a betrayal of trust, a violation of scripture, spirit of prophecy, counsel, and Seventh-day Adventist Church manual and General Conference working policy. WSG Opticoin Kenya has been exposed as a points scam, pyramid scam, and gambling enterprise. Its operation have devastated families, detrained resources. Instead of deceive discipline, EKUC has shielded those implicated, include Pastor Makori, EKUC president, whose wife
direct with WSG office in Kisii. Pastor Paul Mwangi, EKUC Executive Secretary, a founding member of WSG Optcoin Kenya. The continued presence in office is a scandalous affront to justice and accountability. Spiritual condemnation, Isaiah 5 verse 20, it says, woe unto them that call evil goods and good evil. Proverbs 15 verse 27, he that's greedy of gain troubleth his own house. 1 Timothy 6 verse 10, for the love of money is the root of all evil. By protecting perpetrators, the church leadership has aligned itself with greed and deceit rather than righteousness and truth. Spirit of prophecy counsel, the desire of accumulate wealth quickly is a snare. Many are led into gambling and speculation, which bring ruin upon themselves and others. That is Counsels of Stewardship, page 234. Messages to Young People, page 414, says, the enemy of souls has deceived many scams by which they destroy man. Gambling is one of Satan's deceive to ruin souls. The SDA Church is this region has ignored this warning, allow leaders to entangle members in ruinous scams. Church manual and General Conference working policy. Church manual 2015 edition, chapter 7, stance of Christ living, prohibits gambling, dishonest business practice, and exploitation. General Conference working policy, section L35, requires leaders to uphold integrity and avoid activities that bring reproach upon the church. By shielding perpetrators, EKUC and ECD leadership have violated these standards and brought reproach upon the name of the church. Condemnation of institutional complicity. We condemn the SDA Church in the region for protecting perpetrators who remain in office despite clear evidence of wrongdoing, allowing leaders to enjoy the loot while members and non-members suffer financial devastation, failing to act decisively, thereby eroding trust and moral authority, perpetuating poverty and injustice, contrary to the gospel mandate of compassion and stewardship. The complicity is not merely an administrative failure, it's immoral corruption. Call to attention. We demand immediate removal of implicated leaders from office, public acknowledgement of wrongdoing and apology to members and non-members, restitution and pastoral support for victims of WSG Optcoin Kenya, transparent investigation conducted by the General Conference and East Central African Division, reformation of SDA principle, ensuring leaders embody honest, integrity, and accountability. Conclusion: the SDA Church is the region has failed its moral duty by protecting perpetrators of WSG Optcoin Kenya. Leaders continue to enjoy privilege and wealth while members and non-members suffer in poverty.